Katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, kila mwanadamu angependa baadhi ya mambo yake yasiweze kujulikana kwa watu wengine, yani baadhi ya mambo yabaki kuwa siri yake. Baadhi ya mambo ambayo ni siri ya mwanadamu huyo anaweza kuwashirikisha baadhi ya watu ambao anawaamini. Pamoja na kuwa kuna baadhi ya siri zako za maisha ambazo unaweza kuwashirikisha baadhi ya watu, lakini wapo baadhi ya watu ambao kamwe hautakiwi kuwashirikisha siri zako. Nitakwambia ni kwa sababu gani. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu ambao wanatamani kujifunza kuhusiana na mambo haya, amini video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu. Jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Wafuatao ni binadamu ambao hautakiwi kuwashirikisha siri zako. Namba 1, kamwe usimueleze mtu siri zako ambaye unapokaa naye anakueleza kuhusu siri za watu wengine. Wapo baadhi ya ndugu, rafiki na jamaa ambao tunapokaa nao kwenye maisha yetu ya kila siku, huwa ni watu ambao huanza kutusimulia kuhusu siri za binadamu wengine, na mara nyingi wanapomaliza kutusimulia kuhusu siri hizo, hutuambia tusimwambie mtu. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, hao si watu ambao unatakiwa kuwashirikisha siri zako, kwa sababu kama vile ambavyo wanazitoa siri za watu wengine kwako, ndivyo siku moja watakavyozitoa siri zako kwa binadamu wengine. Ni vema kuweka mipaka kwa binadamu wa aina hii. Usikubali kuwaeleza siri zako. Namba 2, mwanadamu asiyekuwa na mipaka katika kueleza mambo yake binafsi. Wapo baadhi ya wanadamu katika jamii ambayo tunaishi mimi na wewe, hawajaweka mipaka katika mambo ambayo wanatakiwa kueleza watu wengine yanayohusu maisha yao. Hawa ni binadamu ambao kwa sababu hawana utambuzi wa mipaka kwenye maisha yao, hata utakapowaambia kuhusu siri zako pia watakwenda kusimulia kwa watu wengine, kwa sababu hawatambui mipaka ambayo wanatakiwa kuwa nayo katika maisha yao. Ikiwa wewe ni moja kati ya watu wanaotamani siri iendelee kubaki kuwa siri katika maisha yao, basi usiwashirikishe watu wa aina hii siri hiyo, kwa sababu hawaitambui mipaka katika maisha yao. Hawajui ni wakati gani wa kuongea kitu fulani na ni wakati gani hawatakiwi kusema kuhusu kitu hicho. Mwisho wa siku siri yako itaenda kuwekwa bayana katika masikio ya watu wengine. Namba 3, kamwe usimueleze siri zako mwanadamu mwenye wivu na maisha yako. Wapo baadhi ya wanadamu ambao wanaweza wakawa wanacheka na wewe, wanafurahi na wewe, lakini bado wana chembe za viashiria vya kuwa wana wivu na mafanikio yako. Kwa namna yoyote, ukihisi mwanadamu ambaye yupo mbele yako ana wivu na mafanikio yako, usipende kumueleza siri za maisha yako, kwa sababu mara nyingi nguvu za mafanikio yetu huwa zipo katika siri. Kitendo cha kueleza siri ni kama kutoa nguvu zako ambazo ungeweza kuzitumia kujiimarisha kimaendeleo na kimafanikio, na mwisho wa siku siri yako inaweza kugeuka na kuja kuyabomoa mafanikio yako. Mara nyingi mwanadamu mwenye wivu na maisha yako anaweza kuichukua siri yako akaipeleka kwa maadui zako wengine, kwa sababu anahitaji kukuangusha. Hivyo siri zako atazitumia vibaya, na mwisho wa siku utajikuta unapitia anguko kwenye maisha yako ambalo limesababishwa na mtu ambaye umempa siri zako bila wewe mwenyewe kujua. Namba 4, kamwe usifungue mdomo wako na kuzisema siri zako mbele ya mwanadamu ambaye ni mshindani wako. Katika dunia ambayo tunaishi mimi na wewe, wapo baadhi ya watu ambao wengine ni ndugu, rafiki na jamaa zetu, lakini wanatamani kuwa kama sisi. Pamoja na kuwa wanajifanya ni marafiki zetu, lakini hao ni washindani wetu katika nafasi ambazo tunazo katika jamii zetu. Hivyo kama utadiriki kufungua mdomo wako na kumueleza siri za maisha yako mtu ambaye ni mshindani wako, mtu huyo atazitumia siri zako kama silaha ambayo ataigeuzia upande wako na kukudondosha ili aweze kuichukua nafasi ambayo anatamani kuwa nayo, yani nafasi yako. Kwani mwanadamu yeyote ambaye anashindana na wewe, tafsiri yake anatamani kuichukua nafasi ambayo wewe unaimiliki. Kwa kuwa siri inaweza kutumika kama silaha ya kukudondoshea,
mshindani wako ataitumia siri na atafanikiwa kukudondosha. Namba 5, mwanadamu mwenye nia ya kunufaika kupitia wewe. Mara nyingi hawa ni wanadamu ambao sababu ya kujenga ukaribu baina yao na wewe ni kwa sababu kuna manufaa ambayo wanataka kuyapata kutoka kwako. Hawa ni binadamu wasiokuwa na hutu, wapo tayari kufanya chochote kwa ajili ya kupata manufaa kutoka kwako. Mara nyingi hawa ni watu ambao wakishaijua siri yako wanaweza kukufanya kama mateka wa maisha yao. Watakuwa ni watu ambao watatishia kuitoa siri yako pindi ambapo utasitisha manufaa ambayo wanayapata kutoka kwako. Ni vema ukawa makini na mwanadamu ambaye unahitaji kumueleza siri zako. Kama ni mtu ambaye yupo karibu na wewe kwa sababu ya faida tu ambazo wanazipata kutoka kwako, huyo ni mwanadamu hatari ambaye hautakiwi kumuamini, kwa sababu siku yoyote atakufanya kuwa mtumwa wake, ambapo kama usipoendelea kumtumikia atakuwa na kutishia kuzitoa siri ambazo ulimueleza kwa kinywa chako wewe mwenyewe. Namba 6, binadamu wanaobeza maono yako. Wapo baadhi ya watu ambao vitu vingi ambavyo unawashirikisha wanabeza, wanaona kana kwamba hauna uwezo wa kuvitekeleza vitu hivyo. Ni watu wanaokudharau katika namna ambayo unashindwa kuelewa dharau hizo zinatokana na nini, jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Hawa ni binadamu ambao kwa sababu hawaamini ndani yako, utakapowaeleza kuhusu siri zako, aidha mipango ya maisha yako pamoja na ndoto zako, wanaweza wakakukatisha tamaa kwa sababu hawaamini kama unaweza kutekeleza kitu ambacho unatamani kukifanya kwenye maisha yako. Ni binadamu hatari ambao kamwe hautakiwi kufungua mdomo wako na kuanza kuwaeleza kuhusu siri za maisha yako. Namba 7, binadamu ambao hawataki ufanikiwe katika maisha yako. Mwanadamu yeyote ambaye hataki ufanikiwe katika maisha yako anaweza kufanya kila anachoweza kwa ajili ya kukuwekea vikwazo ushindwe kuifikia safari yako ya mafanikio. Mara nyingi katika siri zetu huwa kuna mipango, kuna maono yetu, kuna ndoto ambazo tunazo katika maisha yetu pia. Sasa basi, kama utadiriki kufungua mdomo wako na kumueleza mtu fulani ambaye hatamani kuona ukifanikiwa kuhusu siri ambazo zipo katika ndoto zako au mikakati yako, mtu huyo kwa sababu ameshajua siri zako anaweza kuzitumia siri hizo kufanikisha adhima yake ya kuhakikisha haufanikiwi katika maisha yako. Hivyo kama wewe ni miongoni mwa binadamu ambao wanatamani kufanikiwa, mipango yako, ndoto ulizokuwa nazo, mikakati, kiasi ambacho unacho katika benki, vifanye kuwa siri yako, wala usiwaeleze watu. Acha mafanikio yako yapige kelele kwa watu wengine na si kelele za mdomoni mwako zijieleze kuhusu mafanikio ambayo unayo katika maisha yako. Mimi kwa leo ninaomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Asante, bye, tukutane tena katika video ijayo. Nimalize kwa kusema nawapenda sana sana zaidi ya sana.